Jua kumshukuru Mungu. Jua kumshukuru Mungu, namna ya kumshukuru Mungu. Jua namna ya kumshukuru Mungu. Haleluya. Nimekuja tufundishane maneno ya Mungu ambayo mara nyingi adui ameyazuia kwa watu. Adui ameyapinga kwa watu. Asingependa kusikia mwana wa Mungu akitamka neno la kumshukuru Mungu, kama huyo Mungu ni sababu ya yeye kufanya yote ayafanyayo. Haleluya. Amen. Yaani shetani angependa Mkristo yeyote asijue ni kwa nini yeye yupo, ni kwa nini amefanikiwa, alafu akarudi kumshukuru yeye yule aliye sababu ya mafanikio yake. Kwa shetani anafunga kwenye mlango huo. Akishakufunga hapo, Wakristo wengi tumepigwa mno kwa kushindwa kushukuru. Adui huyo huyo ambaye ndiye mshtaki ametushtaki wengi kwa kushindwa kumshukuru Mungu vile ipasavyo. Nimeona nilete neno hili la kushukuru kwa Mkristo tukiwa mwishoni mwa mwaka. Ni kweli tumemshukuru Mungu sana, tumeendelea kushukuru sana katika mengi, lakini shukrani za mwisho wa mwaka nimeona nizilete, nikufundishe ziwe shukrani za tofauti kwako. Haleluya. Amen. Ni vyepesi sana mtu yoyote kujipongeza yeye mwenyewe jinsi ambavyo ameweza kupita katika mazingira mbalimbali. Atajipongeza kwa namna tofauti. Atajipongeza kwa namna ambavyo yani haikuwa rahisi yeye afike pale. Adui amempita, amezuia asimpongeze yule aliye sababu ya yeye kufika hapo alipo. Hiyo kazi yake. Utasikia niligusia hapo siku moja kwenye habari ya kushukuru. Nikasema hivi, utasikia mtu anasema ni birthday yangu, ni siku ya kuzaliwa. Ukifuatilia mtandaoni utaona wewe anajirusha, hajawahi kujirusha, atarusha keki tu. Hajawahi kujirusha yupo kanisani kumshukuru Mungu kwa ajili ya kutimiza miaka kadhaa. Ila atajipongeza, atanunua keki, atakula yeye na watoto wake, atajipongeza, anajipongeza, atajipongeza mtoto wake kufikisha miaka kadhaa, atapongeza vitu mbalimbali, atajishukuru yeye, lakini sio kumshukuru Mungu. Leo ni birthday yangu. Leo ni birthday yangu. Ataweka sherehe, atakula pilau, atakunywa, atafly. Hutasikia hata neno, hata kwa neno la kusema ninamshukuru Mungu aliyenisaidia leo hii niko. Hata sema ninashukuru Mungu aliyenisaidia mtoto wangu amefunga miaka kadhaa. Hutasikia. Hutasikia mtu anasema namshukuru Mungu aliyenifanya nimefunga miaka kadhaa. Hutasikia, ila anajipongeza. Ana sikukuu ya birthday ya kujipongeza yeye mwenyewe kutimiza miaka kadhaa. Kwa leo nimekuja niseme na Mkristo Mwanaagano wa Ukombozi Dar es Salaam kwamba jua kumshukuru Mungu
na ndivyo utakavyostawi sana, ndivyo utakavyofanikiwa kupata mengine hayo ambayo unatarajia kuyapata. Kitakachokufanya upate mengine ni shukrani za leo. Yaani umegundua Mungu amekusaidia hiki, unapomshukuru katika hicho, yeye ndiye anayetokeza cha pili. Lakini ukishindwa kumshukuru cha kwanza, hata cha pili hatakupa. Zaidi sana utafika kwa shida, kwa sababu una competition kubwa kati ya wewe na shetani. Shetani amekushtaki na Mungu amemwachia. Shetani ameenda, angalia huyo mtu wako anasemaga anakuabudu wewe. Anakuabudu wewe wapi? Huyo ananiabudu mimi. Biblia inazungumza kwa habari ya tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili na vitu vya duniani. Sasa utaona pongezi hii inaonyesha jinsi ambavyo unaona mwili fahari, unaona dunia fahari. Yaani utajikuta umemshukuru shetani bila kujua. Vile unavyosema nimetimiza miaka kadhaa. Mtoto wangu ametimiza miaka kadhaa. Ninamwekea sikukuu. Nitachinja kuku, nitakula, nitakunywa na familia yangu. Tufurahi kwa sababu tumefika. Hata kama utatumia neno Mungu ametusaidia, lakini ndani kuna maanisha neno, nyuma ya neno lako kuna maana. Kama hakuna maana, itakuwa ni bure. Bado utakuwa hapo kwenye tanzi ya adui. Viko viwango vya kushukuru Mungu ambaye mara nyingi tumevitumia katika nafasi zetu wenyewe. Sasa hivi viwango ndio nilivyovisema. Tunapaswa kuvitafuta viwango vya kumshukuru Mungu ambavyo sio vyetu. Sisi tuwe na sehemu ndogo ikiwezekana. Haleluya. Amen. Hiyo ndio teuli ya Mkristo. Hapa nazungumza na Mkristo. Mwingine hawezi kunielewa, ila Mkristo anaweza kunielewa. Mwingine ataniona naongea nini, lakini Mkristo ataelewa naongea nini. Mkristo akijua kumshukuru Mungu kwa sababu amemsaidia, ufalme wa Mungu lazima uwe imara ndani yake. Lakini ukishindwa kumshukuru kwenye viwango vyake, ufalme wa Mungu lazima uwe regerege ndani yako. Ufalme wa Mungu ukiwa regerege ndani yako, ufalme wa giza unakuwa na nguvu kwako, na wewe kupigwa ni rahisi. Lakini ukiuimarisha ufalme wa Mungu ndani yako kwa kumshukuru Mungu viwango ambavyo vinastahili, utashinda katika mengi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ametupa siku. Sasa Mungu anakwenda kutupa mwaka. Huo mwaka tunakwenda kumshukuru Mungu. Hatuna ibada nyingine siku ya Alhamisi zaidi ya ibada ya kumshukuru Mungu. Haya maneno nimeyaleta kwako ni kuandae kisaikolojia. Na mtu anapokosea hakosei mwingine kwa kupenda, anakosea kwa kutokujua. Na uwe umekosea kwa kutokujua ama uwe umekosea kwa kujua, hakumzuii shetani kukushambulia, hakumzuii shetani kukushtaki na kufanya mashambulizi kwako. Haleluya. Amen. Yaani hakuzuii. Mchungaji, msikilize yule mtu nje. Hakuzuii. Hakuzuii kabisa. Uwe unajua ama hujui. Sasa ili tumshinde shetani lazima tufundishane namna ya kumshinda, namna ya kushukuru kwa viwango ambavyo vitazuia
shetani kutushtaki na kutushambulia mwaka 2026. Lazima tuwe na kinga ya kumshukuru Mungu, sio kumshukuru kwa mazoea yale tuliyozoea. Fanya mkesha. Nataka nione 2026. Fanya mkesha, omba. Tunaomba maombi mengi, kuvuka na vitu vyetu, kuvuka na haki zetu, kuvuka na mali zetu, kuvuka na biashara zetu, kuvuka na elimu zetu, kuvuka na ajira zetu. Lakini ukishindwa kushukuru, huwezi. Haleluya. Amen. Wakishindwa kushukuru, lazima uruhusu mlango wa mateso. Hata kama utasema ninavuka na hiki, navuka na hiki, hutavuka wewe. Atakaye kuvushia ni huyu uliyemshukuru vizuri. Yaani usiku umeomba, umekesha, sasa unarudi kushukuru. Sadaka yako ya kushukuru, ule moyo wako wa kushukuru, yale maneno yako ya kumaanisha kushukuru, ndiyo yatakayomalizia kuvuka. Navuka na biashara, navuka na hiki. Mungu anasema thibitisha. Kwani kufungwa kwa hayo mambo, shetani yeye hajafanya mzaa. Amefanya mambo makubwa tu kuzuia. Miaka yote uliopata shida, ulivuka miaka mingi. Leo hii kuna watu wana miaka 30, kuna miaka wana miaka 20 kitu, kuna watu wana miaka 40, kuna watu miaka mingi tu. Lakini angalia hayo unayoomba leo kwamba navuka na hiki, navuka na hiki, navuka na hiki, ulivuka nacho. Lazima ujitafute. Ni wapi nilipokosea? Ninavuka miaka mingi, inapigwa mikesha ya nguvu. Wengine watakwenda mpaka kwa manabii, watapewa na chumvi na maji na mafuta. Hakuna, bado wanavuka na mateso, wanavuka na magonjwa, wanavuka. Shida ni kwamba wanashukuruje, wanamshukuruje Mungu. Tumalize kipengele cha kumshukuru Mungu, tukitafute kipengele cha pili. Haleluya. Yaani tumalize kipengele cha managano ya ukombozi, kuweza kumshukuru Mungu vilivyo, kusema Mungu asante umefanya, kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa furaha, kwa roho yake yote anamshukuru Mungu vizuri kabisa. Yaani Mungu amenisaidia, amejua kushukuru. Sio tu mwishoni mwa mwaka, hata safarini mwa mwaka huo anatembea, anajua kushukuru. Nimemaliza miezi mingapi, Mungu amenisaidia. Nimelala nimeamka, Mungu amenisaidia. Nimefanya hiki, Mungu amenisaidia. Nimefanikiwa hiki, Mungu amenisaidia. Huyu mtu lazima yale aliyovuka nayo aendelee kula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukavuka na elimu yako, adui akakufuata. Musa alitoka na wana wa Israeli Misri, wameshaondoka utumwani, lakini Farao akatuma jeshi kuwafuatia tena. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Adui akawafuata tena. Kwa hiyo hata wewe wanaweza kukufuata tena. Kitakachofanya hivyo vitu vyako vibaki salama ni namna ya kumshukuru Mungu aliyekuvusha. Haleluya. Hata kama unadhani mwaka 2025 umepita kwa shida, baba yetu anazungumza neno hili, anasema tuliokoka tuna kanuni moja. Ukijikwaa unasema namshukuru Mungu kwa sababu sijaanguka. Ukianguka unasema namshukuru Mungu kwa sababu sijaumia. Ukiumia unasema namshukuru Mungu kwa sababu sijafa. Sasa ukifa huko utakutana na Mungu mbele huko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe hakuna eneo la kusema hakuna Mungu hakunisaidia, kwa sababu hata hivyo wewe unavyodhani Mungu hajakusaidia, kuna mtu anatamani nafasi hiyo ulionayo. Yaani wewe huwezi kujiona viwango vyako.
Unalia, unamwomba Mungu, Mungu angalia, mimi nimevuka mwaka kwa shida. Mwingine anasema ningevuka kama yule mwenzangu, Mungu amemsaidia. Ila wewe hapo ndipo unapolia. Kwa kabla hatujajua ni kiwango gani Mungu ametusaidia, sisi tunatakiwa kwenda kwa njia ya imani, kwa sababu imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hatujaona kwa macho, hata kama hatujaona, lakini lazima tujue Mungu ametusaidia. Sasa kama ametusaidia, ili atusaidie vingine ambavyo akili zetu zitaelewa tumesaidiwa, lazima tumshukuru hata hivi ambavyo hata hatujaviona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua wanadamu tuna maajabu fulani. Tukiulizana hapa, nikakuuliza mama, Shema Asfari, nikakwambia hebu sema Mungu amekusaidia nini? Inawezekana usiniambie. Yaani ukawa unaona, yaani ukajikanyaga, Mungu amesaidia mengi tu. Lipi la haraka haraka? Usiwe nalo. Lakini Mungu amekusaidia sana. Amekusaidia sana. Amekusaidia. Mimi ukiniuliza, mchungaji, Mungu amekusaidia nini? Yaani haraka haraka. Atilia na historia nyingi ya miezi 9 tumboni nikazaliwa. Mungu alinipa mke. Kitu ambacho inawezekana wewe unaweza kukiona ni kama Mungu, yaani kama Mungu hakukupa. Yaani wewe ni kama ilikuwa kawaida tu, ungeoa tu. Akwani shida ni wanawake wengi ningeoa tu. Wewe unasema wengi lakini hakuna mabachela. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wanafunga na kuomba ili wapate mke. Wanajirisha mpaka mtandaoni, nina miaka kadhaa natafuta mke wa kuoa. Watu wanatafuta mume wa kuolewa. Sasa wewe unaona kawaida tu. Kwa hiyo unaweza usione pa kushukuru. Unashindwa kuperform mambo mengine kwa sababu kuna mengine uyaoni kama Mungu alikusaidia. Unaona kama kawaida, ulikuwa lazima ufanyiwe hivyo. Lazima ungepita. Hata kama Mungu angekuwa hayupo, hata kama Mungu alikuwa amelala, wewe ilikuwa rahisi tu kupata kwa sababu ni nguvu zako. Ili tumpe Mungu nafasi ya kutusaidia, lazima tukanseli kwamba hakuna eneo tumefanikiwa bila Mungu. Haleluya. Hakuna kitu tumekipata bila Mungu. Twende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu. Tuseme Mungu asante. Wewe umetupa hiki, wewe umetupa hiki, wewe umetupa hiki, wewe umefanya hiki. Hata kama siwezi kuvianalyze kimoja kimoja, lakini hata kwa kusema vyote Mungu umefanya. Akili yangu imefuta nafsi yangu, imefuta nguvu zangu, imefuta akili zangu, imempa Mungu nafasi kwamba Mungu ndiye aliyefanya yote. Na kuhakikishia utamshinda adui kwa asilimia nyingi mno. Kama sio 99.5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Andika kitabu cha Zaburi ya 50. Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 mlango wa 14. Pia 50 hiyo hiyo mlango wa 23. Biblia inasema, mtolee Mungu dhabihu ya kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie Mungu wako aliye juu nadhiri zako. Hiyo inaonyesha watu wanapaswa kufanya nini kwa Mungu wao. Lakini inaonyesha hakuna mtu amewahi kusema neno, yaani Mungu akija kunisaidia, yaani Mungu akija kunisaidia, anaposaidia sasa Mungu anapofanya tu, adui anafuta lile ulilosema Mungu akija kunisaidia. Yaani Mungu linafutwa ghafla, unabaki wewe kama wewe ndiye uliyefanya. Lakini kabla hujafanikiwa, Mungu akija kunisaidia. Sasa hapo penye Mungu akija kunisaidia, ulisema utafanya nini?
Mtimizie Bwana nadhiri zako ulizosema Bwana akija kukusaidia kwa dhabihu za kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kama mnanielewa. Hiyo 50:23 anasema atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. 23a. Mungu anasema atoae dhabihu ya kushukuru, huyo ndiye anayenitukuza. Na Mungu anasema atakayenitukuza nitamtukuza. Neno kutukuza ni kukuza. Haleluya. Neno tukuza ni kukuza. Atakayemkuza Mungu mbele ya watu kwamba Mungu amenisaidia. Yaani siku moja watu wakaona sherehe hapa kanisani, sikukuu hapa, wanasema hii sikukuu ni ya nani? Wanasema ni mchungaji anasherekea kutimiza miaka 40 ya maisha yake. Kwa amealika Wakristo wenzake wanamshukuru Mungu, wamesema wamsaidie kumshukuru Mungu. Yaani namtukuza Mungu mbele ya watu, ndivyo Mungu atakavyonitukuza mbele ya watu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani unafanya kitu cha kuwaonyesha watu kwamba mimi Mungu amenisaidia. Unanialika nyumbani kwako, tupo nyumbani kwako, tumekusanyika na majirani yamekusanyika, kule tunakutukuza wewe. Hatumtukuzi Mungu. Nenda madhabahuni kwa dhabihu ya kushukuru. Waalike na watu wakusaidie kushukuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Lazima ujue kushukuru. Anasema anitoleaye dhabihu ya kushukuru ndiye anayenitukuza. Wewe unayetoa dhabihu ya kushukuru ndiye unayemtukuza Mungu, na Mungu anakutukuza. Haleluya. Yake anasema naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Autengenezaye mwenendo wake, yaani zile hatua zako unazoshukuru, yaani vile ambavyo mwenendo wako wewe, kila hatua unamsema Mungu, kila hatua Mungu, kila hatua Mungu, kila hatua, yaani unashangaa, yaani kila kitu kinakushangaza. Hivi mimi ni nani hata Mungu amenifanyia hiki? Yaani wengi wamefanyiwa, ila wewe unaona hukustahili kufanyiwa. Mwenendo wako ule ndivyo Mungu atakavyokufanyia maajabu. Vile unavyotembea namna ya kumshukuru Mungu, ndivyo Mungu atakavyotembea na wewe namna ya kukuinua sana, kwa sababu wewe ni chombo chake cha utukufu wake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mwisho wa mwaka huu tunalia, watu wanakwenda kupeleka hesabu kwa Mungu wao. Kama hawajatimiza lazima watimize. Hajatimiza anashushwa cheo, anashushwa uchumi wake, anashushwa viwango vya heshima. Wanaenda kutimiza, wanaenda tu. Hizi kafara zinazotolewa wanatoa za nini? Za kushukuru. Wala hawatoi sadaka kwamba wanatoa sadaka hii. Wanamshukuru kwa sababu walishapewa. Vile wanavyoshukuru kwa damu za watu, ndivyo wanavyopewa zaidi. Ukishindwa hapo ni kushushwa heshima, ni kushushwa uchumi wako, ni kushushwa huduma yako, ni kushushwa umaarufu wako. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Vile utakavyomtukuza Bwana ndivyo atakavyokutukuza, naye atautengeneza autengenezaye mwenendo wake atamwonyesha wokovu wa Bwana. Tengeneza mwenendo ili uone wokovu wa Mungu. Unasimama, Mungu naomba unisaidie, Baba naomba unisaidie, Baba mashtaka namba 1 adui anakwenda nayo kukushtaki ni kwamba anasema umsaidie. Kumbuka alikuja siku ile alisema umsaidie. Mwisho wake ulipomsaidia nini kilifanyika? Alikushukuru? Hapana, huyu sio wako.
wakwako wanakushukuru, ndipo unapowaonyesha wokovu. Leo niachie niendelee kumkalia. Unanielewa? Amen. Yesu atusaidie sana, wana wa Mungu, tujue namna ya kumshukuru Mungu. Siku moja nikazungumza hapa kwamba hizi sadaka za kushukuru, tunakuja kushukuru, yaani mpige shetani arudi nyuma, wala sikutawale katika hilo, sikuonyeshe kama umefanya, yaani umefanikiwa tu. Weka akilini, unapaswa kumshukuru Mungu. Hakuna eneo wewe umefika, ni wewe umefika. Hakuna eneo wewe umefanya, hakuna eneo wewe umefanikiwa. Mote umefanyiwa, mote umefikishwa, mote umetendewa, umesaidiwa na Mungu. Ili akuokoe na uharibifu mwingine, lazima uonyeshe mwenendo. Sema amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Unapotoa dhabihu za kushukuru, ni kutangaza habari za Bwana. Haleluya. Unapotoa dhabihu za kushukuru, unatangaza habari za Bwana, na wewe ni chombo cha Bwana. Lazima utangaze kuwa Bwana anakusaidia. Lazima uonyeshe watu kwamba Bwana amekusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia Zaburi ya 116. Zaburi ya 116. Mstari wa 17. Daudi anasema, nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru, nitalitangaza jina la Bwana. Kwa kutoa dhabihu ya kushukuru ni kutangaza. Anaposema hajasema na. Haleluya. Na kulitangaza jina la Bwana. Kazi yetu sisi ni kushukuru kwa madhumuni ya kutangaza habari za Bwana kwetu. Haleluya. Amen. Na kutangaza habari za Bwana kwetu. Ili utoe sadaka ya kushukuru, utoe dhabihu ya kushukuru, lazima ugundue umesaidiwa na Bwana. Haleluya. Amen. Umesaidiwa na Bwana. Tunaangalia kitabu cha Wakorinto wa pili 4 mstari wa 15. Hivi ndo naenda kumaliza somo langu. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 15, Biblia inasema, kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongozwa sana kwa hao walio wengi, shukurani izidishwe na Mungu atukuzwe. Haleluya. Amen. Ili neema ikiongezwa, shukurani izidishwe na Mungu atukuzwe. Kwa hiyo lazima uwe unaelewa Mungu amekusaidia. Uwe unajua hujafanikiwa wewe peke yako, ni Mungu amekufanikisha. Na vile unavyoweza kumshukuru, ndivyo unavyoweza kusababisha jina la Bwana likatukuzwa. Haleluya. Amen. Agano la ukombozi, tunapaswa kujionyesha kuwa
sisi ni wale wanaosaidiwa na Mungu. Tukiondoe kiburi cha uzima, kiburi cha vile tulivyo, tuweke Mungu mbele, tutastawi mno. Haleluya. Amen. Tutaongezeka mno, tutatembea kwa viwango vikubwa mno, tutaziona nguvu za Mungu zikitutukuza, zikituinua sana. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ufalme wa giza, wana wa Mungu, nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa jamaa mmoja. Anasema wao alipokuwa huko kuzimu huko, alikuwa anatumikia nguvu za giza. Anasema yaani hizi sadaka tu hizi sio kama tunavyotoa sisi. Fungu la 10 hawatoi 10, wanatoa 60. Yaani kule wanatoa fungu la 10 ila hawatoi la 10, wanatoa ya 60. Yaani ukipata 1000 ya kwako ni 400, halafu ya yule ni 600. Usifanye mchezo. Angalia shukrani zao wanazozitoa kule, sio za kitoto. Ndio maana ufalme wa giza, mtu anayeutumikia ufalme wa giza, utaona anafanya vile kwa sababu ni lazima afanye. Asipofanya anashushwa cheo, lakini pia kuna mawili, kupona ama kufa. Ili tushinde ufalme wa Mungu wa adui, lazima ufalme wetu wa Mungu tuimarishe kwa kutoa dhabihu. Hakuna sheria, hakuna nini. Sisi hatujapangiwa, ila fungu la 10 tu ndio tunatembea kwenye maagizo. Shukrani lazima uangalie moyo wako unasemaje, ukatoe sawa sawa na Bwana anavyokusaidia. Kwa hiyo mwaka 2026 ya tarehe 1 ambayo tutakusanyika hapa, nenda katafute dhabihu yako ya kushukuru. Njoo mshukuru Mungu. Tutapiga mkesha. Kwa wale mtakaoweza kuwepo, mkesha utafanyika hapa. Haleluya. Amen. Utafanyika mkesha kuanzia hiyo Jumatano mpaka kuamkia hiyo siku. Tutapiga mkesha hiyo saa 6, tunaweza kurudi, tunarudi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tutavuka na vitu vyetu, lakini tutaviishi kwa kuvisindikiza na sadaka ya kushukuru. Tutavuka na kila kitu, hutavuka vile ulivyokuwa, ila lazima uende na somo hili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen.